Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Angalieni, kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo Sabato, kwa sababu hii huwapa siku ya 6 chakula cha siku 2. Kaeni kila mtu mahali pake. Mtu awaye yote asiondoke mahali pake kwa siku ya 7. Basi hao watu wakapumzika kwa siku ya 7. Na nyumba ya Israeli wakakiita jina lake Mana. Nacho kilikuwa mfano wa chembe za mtama nyeupe, na tamu yake ilikuwa kama tamu ya maandazi membamba yaliyoandaliwa kwa asali. Musa akasema, hili ni neno la Bwana aliloliamuru. Pishi moja ya kitu hicho na kiwekwe kwa ajili ya vizazi vyenu, ili kwamba wao wapate kukiona kile chakula nilichowalisha ninyi barani, hapo nilipowaleta kutoka nchi ya Misri. Basi Musa akamwambia Haruni, twaa kopo, ukakitie pishi moja ya hiyo mana ndani yake, uiweke mbele ya Bwana, ilindwe kwa ajili ya vizazi vyenu, kama vile Bwana alivyomwagizia Musa. Ndivyo Haruni alivyoiweka hapo mbele ya ushahidi ili ilindwe. Na wana wa Israeli walikula mana muda wa miaka 40, hata walipofikiria nchi iliyo na watu. Wakala ile mana hata walipoifikiria mipakani mwa nchi ya Kanaani. Hiyo omeri ni sehemu ya 10 ya efa. Kutoka sura ya 17 mstari wa 1 hadi mstari wa 7. Maji kutoka mwambani. Mkutano wote wa wana wa Israeli ukasafiri kutoka bara ya Sinai kwa safari zao, kama Bwana alivyoagiza. Wakatua Refidimu, napo hapakuwa na maji watu wanywe. Kwa hiyo hao watu wakateta na Musa, wakasema, tupe maji tunywe. Musa akawaambia, kwani kuteta na mimi? Mbona mnamjaribu Bwana? Watu wakawa na kiu huko, nao wakamnung'unikia Musa, wakasema, mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Musa akamlilia Bwana akisema, niwatendee nini watu hawa? Bado kidogo nao watanipiga kwa mawe. Bwana akamwambia Musa, pita mbele ya watu,
ukawachukue baadhi ya wazee wa Israeli pamoja nawe, na ile fimbo yako ambayo uliupiga mto kwayo uitwaye mkononi mwako, ukaende. Tazama, nitasimama mbele yako huko juu ya lile jabali katika Horebu, nawe utalipiga jabali na maji yatatoka, watu wapate kunywa. Musa akafanya hivyo mbele ya wazee wa Israeli. Akapaita mahali pale jina lake Masa na Meriba, kwa sababu ya mateto ya wana wa Israeli, na kwa sababu walimjaribu Bwana wakisema, Je, Bwana yu kati yetu au sivyo? Kutoka sura ya 17 mstari wa 8 hadi mstari wa 16. Waamaleki washindwa na Waisraeli. Wakati huo Waamaleki wakatokea, wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akawa, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. Basi wakatwaa jiwe, wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii, kitabu iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua, ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Musa akaleta madhabahu, akaita jina lake Yehova Nisi. Akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Kutoka sura ya 18 mstari wa 1
hadi mstari wa 27. Yethro amshauri Musa. Basi Yethro, kuhani wa Midiani, mkwewe Musa, alisikia habari ya mambo hayo yote Mungu aliyokuwa amemtendea Musa na Waisraeli watu wake, jinsi Bwana alivyowaleta Israeli kutoka Misri. Ndipo Yethro mkwewe Musa akamtwaa Sipola, mke wa Musa, baada ya yeye kumrudisha, pamoja na wanawe wawili. Katika hao, jina la mmoja ni Gershon, maana alisema, mimi nimekuwa mgeni katika nchi ya ugenini. Na jina la wapili ni Eliezeri, kwa kuwa alisema, yeye Mungu wa baba yangu alikuwa msaada wangu, akaniokoa na upanga wa Farao. Basi Yethro mkwewe Musa pamoja na mke wa Musa na wanawe wawili wakamwendea Musa huko nyikani, hapo alipokuwa amepanga kwenye mlima wa Mungu. Naye akamwambia Musa, mimi Yethro mkweo nimekuja kwako na mkeo na wanawe wawili pamoja naye. Basi Musa akatoka nje ili amlaki mkwewe, akasujudia na kumbusu, na wakaulizana habari, kisha wakaingia hemani. Musa akamwambia mkwewe mambo hayo yote Bwana aliyomtendea Farao na Wamisri kwa ajili ya Israeli, na mambo mazito yote yaliyowapata njiani, na jinsi Bwana alivyowaokoa. Yethro alifurahi kwa ajili ya wema wote Bwana aliowatendea Israeli, kwa alivyowaokoa mikononi mwa Wamisri. Kisha Yethro akasema, na ahimidiwe Bwana aliyewaokoa na mikono ya Wamisri na mkono wa Farao, aliyewaokoa watu hao watoke mikononi mwa Wamisri. Hasa najua ya kuwa Bwana ni mkuu kuliko miungu yote, maana katika jambo hilo walilowatendea kwa unyeti, Yethro mkwewe Musa akamletea Mungu sadaka ya kuteketezwa na dhabihu. Na Haruni akaja na wazee wote wa Israeli wale chakula pamoja na mkwewe Musa mbele za Mungu. Asubuhi yake Musa akaketi ili awapishie hukumu watu, na hao watu wakasimama kumzunguka Musa tangu asubuhi hata jioni.
Mkwewe Musa alipoyaona yote aliyowafanyia watu, akasema, ni jambo hili watendealo hao watu? Kwani wewe kuketi hapo peke yako, na watu wote kusimama kwako tangu asubuhi hata jioni? Musa akamwambia mkwewe, ni kwa sababu watu hunijilia mimi wapate kumuuliza Mungu, wakiwa na neno hunijilia, nami naamua kati ya mtu na mwenziwe, nami nawajuvisha amri za Mungu na sheria zake. Mkwewe Musa akamwambia, jambo hili ulifanyalo si jema. Huna budi, utadhoofika wewe na hawa watu walio pamoja nawe pia, maana jambo hili ni zito mno kwako. Huwezi wewe kulitenda peke yako. Sikiza sasa neno langu. Nitakupa shauri, na Mungu na awe pamoja nawe. Uwe wewe kwa ajili ya watu mbele ya Mungu, nawe umletee Mungu maneno yao. Nawe utafundisha zile amri na sheria, nawe utawaonyesha njia ambayo inawapasa kuiendea, na kazi ambayo inawapasa kuifanya. Zaidi ya hayo, utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya udhalimu. Ukawaweke juu yao, wawe wakuu wa maelfu na wakuu wa 100 na wakuu 50 na wakuu wa 10. Nao waamue watu hawa siku zote, kisha kila neno lililo kubwa watakuletea wewe, lakini kila neno dogo wataliamua wenyewe. Basi kwako wewe mwenyewe utapata nafasi zaidi, nao watauchukua huo mzigo pamoja nawe, kwamba utafanya jambo hili, na Mungu akikuagiza hivyo, basi utaweza kusimama wewe na watu hawa wote, nao watakwenda mahali pao kwa amani. Basi Musa akasikiza neno la mkwewe, akafanya yote aliyokuwa amemwambia. Musa akawachagua watu wenye uwezo katika Israeli yote, akawaweka wawe vichwa juu ya watu, wakuu wa maelfu na wakuu wa 100
na wakuu wa 50 na wakuu wa 10. Nao wakawaamua watu siku zote. Mashauri magumu wakamletea Musa, lakini kila neno dogo wakaliamua wenyewe. Kisha Musa akaagana na mkwewe, naye akaenda zake mpaka nchi yake mwenyewe. Kutoka sura ya 19 mstari wa 1 hadi mstari wa 8. Wana wa Israeli waufikia mlima wa Sinai. Mwezi wa 3 baada ya kutoka wa Israeli katika nchi ya Misri, wakafika jangwa la Sinai. Nao walipokuwa wameondoka Refidimu na kufika jangwa la Sinai, wakatua katika lile jangwa. Israeli wakapiga kambi huko wakiukabili mlima. Musa akapanda kwa Mungu, na Bwana akamwita toka mlima ule, akisema, utawaambia nyumba ya Yakobo na kuarifu wana wa Israeli maneno haya: mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri, na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai, nikawaleta ninyi kwangu mimi. Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu. Maana dunia yote pia ni mali yangu. Nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndio maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Musa akaenda akawaita wazee wa watu, akawafunulia maneno hayo yote Bwana aliyokuwa amemwagiza. Watu wote wakaitika pamoja wakisema, hayo yote aliyoyasema Bwana tutayatenda. Naye Musa akamwambia Bwana maneno ya hao watu.